إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo naihusia nafsi yangu na kuhusia ndugu zangu Islam kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale ambayo kwamba ameamrisha Allah pamoja na mtume wake, na pia vile vile kukomeka kutokamana na makatazo ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watafuzu na kufaulu kwa kuziingia pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu Islam, khutba leo ni muendelezo wa khutba iliyotangulia. Tulianza mazungumzo kuhusiana na Ijumaa, siku tukufu ya Ijumaa, fadhila zake na sunan zake mbalimbali ambazo kwamba zapatikana katika siku ya Ijumaa. Khutba iliyotangulia tulianza kwa kuelezea maana ya siku hii ya Ijumaa. Tukasema siku hii ya Ijumaa katika zama za ujahilia ilikuwa ikiitwa Yaum al-Aruba, baadaye ikabadilishwa jina ikaitwa Yaumul Jumua, na wa kwanza kuiita Yaum al-Jumua tulisema ni Ka'b ibn Lu'ay, mmoja katika mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sababu ya kuitwa Yaumul Jumua ni kuwa ndani ya siku hii Allah subhanahu wa ta'ala amelikusanya umbile la Adam na akamtia roho Adam. Kwa hivyo ni siku ambayo kwamba Adam alikusanywa ndani yake na kutiwa roho. Na sababu ya pili pia tukataja ni kuwa Waislamu hujumuika ndani ya siku hii na kuja pamoja kwa ajili ya kuhudhuria khutba zake na pia vile vile kuhudhuria swala ya Ijumaa. Ndio maana ikiitwa Yaum al-Jumua, ni siku ya mjumuiko, ni siku ambayo kwamba ya wakusanya Waislamu. Ndugu Islam, katika mazungumzo ya leo tutagusia na kutaja baadhi ya sunan ambazo kwamba zimependekezwa kufanywa siku ya Ijumaa, yale yaliyopendekezwa na yaliyokokotezwa kutekelezwa ndani ya siku ya Ijumaa. Ama kadhalika pia wanachuoni wasema khasais yaumil jumua, yale mambo ambayo kwamba imehusishwa Ijumaa kwa kuyatekeleza mambo hayo, sunan wa khasais yaumil jumua. Ndugu Islam, sunna ya kwanza katika siku ya Ijumaa, inapoingia siku ya Ijumaa, ina maana ile siku ya Alhamisi jua linapozama na kuingia siku ya Ijumaa, kumependekezwa kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibada. Asema istihbabu kathrati salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam fi yawmihi wa laylatihi, kuwa
imependekezwa kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku ya Ijumaa, jioni yake na mchana wake. Imependekezwa kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ushahidi wa hili katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea fadhila za siku ya Ijumaa, kama tulivyoelezea katika khutba ama katika khutba iliyotangulia, mtume aliposema inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, hakika katika siku zenu bora ni siku ya Ijumaa. Akataja yale matukio ambayo kwamba yamepatikana katika siku ya Ijumaa, akasema fa akthiru alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kithirisheni ndani ya siku ya Ijumaa kuniswalia, maana swala zenu zadhihirishwa kwangu mimi, hata nikiwa katika kabri yangu zile swala zenu zadhihirishwa. Ina maana kila aliyemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna malaika special ambao kwamba Allah amewaweka kwa ajili ya kufikisha swala na salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa akthiru minas salati alayya, kithirisheni kuniswalia yaumal jumu'a, katika siku ya Ijumaa, wa lailatal jumu'a, na usiku wake. Ina maana mchana na usiku, asubuhi na jioni katika siku ya Ijumaa tukithirisheni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sampuli nyingi za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kumswalia kwa urefu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Huku ni kumswalia mtume kwa urefu. Na pia inawezekana Muislamu akamswalia kwa kifupi, akasema Allahumma salli wa sallim alayhi au sallallahu ala Muhammad wa sallam. Kwa hivyo pia hivi za kufanya na ikahesabika kuwa amemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo siku ya leo ya Ijumaa ni siku ambayo kwamba Muislamu afaa kithirishe kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Islam, Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zadul Maad akitaja hikma kwa nini imekokotezwa kumswalia mtume zaidi siku ya Ijumaa, asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Ukiangalia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo bwana wa walimwengu na ndiyo bwana wa viumbe vyote, bwana katika majini na watu, sayyidul anam. Na pia akasema wa yaumul jumu'a, na siku ya Ijumaa, sayyidul ayyam, ni bwana wa masiku, kama tulivyoelezea katika khutba iliyotangulia kuwa Ijumaa ni siku tukufu katika wiki, ni siku tukufu na ni bwana wa masiku na ni idi katika zile idi na sikukuu za Waislamu. Akasema falisalati alayhi fi hadha al-yawmi, kule kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku hii ya Ijumaa, maziyatun, kuna utukufu, laysat lighairihi, utukufu kama huu ni utukufu ambao kwamba haupatikani katika siku nyingine. Ina maana kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ijumaa ni jambo tukufu, jambo ambalo kwamba lina thawabu nyingi, ni jambo tukufu. Utukufu kama huu haupatikani katika siku nyingine. Ma hikmatin ukhra, pia kuna hikma nyingine ambazo kwamba wanachuoni wanazitaja kwa nini imependekezwa kumswalia kwa wingi mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku hii ya Ijumaa. Kwa hivyo ndugu Islam, kukithirisha kumswalia mtume siku ya Ijumaa na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida nyingi, ima ni ndani ya siku ya Ijumaa ama kando na siku ya Ijumaa, ni jambo ambalo kwamba lina faida nyingi. Baadhi ya faida zake, unapomswalia mtume mara moja, Allah anakuswalia mara 10 mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salla alayya wahida sallallahu alayhi biha 10, atakayeniswalia mara moja Allah anamswalia 10 mfano wake. Na katika faida zake, faida za kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kithirisha swala na salamu juu yake. Kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuingia peponi, ni sababu ya kuipata pepo. Katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema man dhukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqa al-jannah,
yeyote ambaye kwamba nitatajwa mbele yake akakosa kuniswalia, basi ataikosa ile njia ya kuingia peponi. Kwa hivyo kumswalia mtume na kuni sababu ya kuingia peponi, na kule kutomswalia mtume baada ya kutajwa inakuwa ni sababu ya kuikosea ile njia ya kuingia na kuelekea peponi. Kwa hivyo katika faida za kumswalia mtume inakuwa ni sababu ya kuipata ile njia ya kuelekea peponi na kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida nyingine katika faida za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni sababu ya kupata shafaa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man salla alayya 10 hina yusbihu wa 10 hina yumsi adrakatuhu shafaati yawm alqiyamah, atakayeniswalia mara 10 inapoingia asubuhi na pia vile vile inapoingia jioni akanswalia mara 10, adrakatuhu shafaati yawm alqiyamah, atapata shafaa yangu siku ya kiyama, atapata ile dua yangu na yale maombezi yangu ambayo kwamba nitamwombea siku ya kiyama, nitakayoombea waumini siku ya kiyama. Na faida nyingine ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan, hakika wale ambao kwamba watakuwa karibu na mimi siku ya kiyama ni wale wenye kukithirisha kuniswalia. Ina maana yule atakayekuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ni yule ambaye kwamba atakithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah asema, fasalatu ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam min abrakil a'mal wa afdaliha wa akthariha naf'an fi ad-din wa ad-dunya. Kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika yale matendo yenye baraka nyingi ndani yake, na pia vile vile ni katika yale matendo ambayo kwamba yana utukufu mwingi ndani yake. Wa akthariha naf'an fi ad-din wa ad-dunya, na faida nyingi ambazo kwamba zapatikana ndani yake katika dini na katika dunia. Kwa hivyo ndugu Islam, tukithirisheni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku hii ya Ijumaa. Linapozama jua tu kuingia siku ya Ijumaa, tukithirisheni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam jioni yake, asubuhi yake na mchana wake, maana ni matendo ama ni tendo ambalo kwamba limekokotezwa zaidi katika siku ya leo na kuna faida nyingi ndani yake. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad akielezea hii siku ya Ijumaa na khasais nyingi na mbalimbali ambazo kwamba zapatikana siku ya Ijumaa, asema, kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam ta'dhimu hadha al-yawmi wa tashrifu, miongoni mwa miongozo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Ijumaa, miongozo yake siku ya Ijumaa, ta'dhimu hadha al-yawm, mtume alikuwa akiitukuza siku hii ya leo. Kwa hivyo lazima Uislamu tuitukuze siku ya leo, siku ya Ijumaa, wa tashrifuhu. Kwa hivyo mtume alikuwa akiitukuza na akiadhimisha siku hii ya Ijumaa, na pia wa takhsisuhu biibadatin yahtassu biha min ghairi, na pia mtume alikuwa akihusisha siku hii na ibada ambazo kwamba ni hasa katika siku hii ya leo. Kuna baadhi ya ibada mtume alikuwa akithirisha kuzifanya na akaimiza watu wazifanye kwa wingi katika siku ya leo, na katika ibada hizo tumetaja katika khutba ya kwanza kukithirisha kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kumswalia kwa wingi, kithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku ya Ijumaa kadri ya vile Allah atakavyokuwezesha. Kadhalika katika khasais zake tulielezea katika khutba iliyotangulia kuwa inna afdhala salawati inda Allahi azza wa jalla salatul fajri yawm aljumua fi jamaa. Tulielezea kuwa swala bora katika swala tano, swala bora ni swala ya alfajiri siku ya Ijumaa kwa jamaa. Hasa katika mambo ambayo kwamba yapendekezwa katika swala ya alfajiri siku ya Ijumaa, yapendekezwa imamu asome sura mbili hizi. Sura ya kwanza ni Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda, na sura ya pili asome Suratul Insan, Hal Ataa Ala Al-Insan. Kwa hivyo yapendekezwa katika swala ya alfajiri siku ya Ijumaa
kusomwa visomo hivi. Katika rakaa ya kwanza asome alif lam mim tanzil as-sajda, na katika rakaa ya pili asome hal ataa ala al-insan, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas au katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kuwa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah bi alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ataa ala al-insan. Mtume alikuwa akisoma sura hizi mbili. Katika raka ya kwanza akisoma suratu sajda alif lam mim tanzil as-sajda, na sura ya pili akisoma suratul insan hal ataa ala al-insan. Kwa hivyo pendekezwa katika swala al-fajiri siku ya Ijumaa imamu asome sura hizi mbili, na wanachuoni wametaja sababu na kutaja hikma kwa nini yapendekezwa kusoma sura hizi mbili katika swala al-fajiri siku ya Ijumaa. Amenukuu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah maneno ya Sheikhul Islam katika Zadul Ma'ad. Sema Sheikhul Islam rahimahullah, inma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u hataini as-suratayn fi salati al-fajr yawm al-jum'ah. Limadha? Li'annahuma tadammanata ma yakunu fi yawmiha. Utapata hizi sura mbili ndani yake zimekusanya yale matukio yaliyokuwa siku ya Ijumaa na yatakayopatikana siku ya Ijumaa. Katika sura mbili hizi kuna matukio ambayo kwamba yametajwa, ambayo kwamba yalipatikana siku ya Ijumaa na mengine yatatokea katika siku ya Ijumaa. Akasema li'annahu mashtamalata ala khalqi Adam. Hii sura ndani yake imetaja jinsi alivyoumbwa Adam. Hizi sura mbili zimetaja kuhusiana umbile la Adam, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba Adam. Kadhalika wa ala dhikri al-ma'ad, na sura mbili hizi zikataja kuhusiana siku ambayo kwamba watu watarejea kwa Mola wao mlezi, yaumul qiyama. Na tulielezea katika khutba iliyotangulia kuwa siku ya Ijumaa ndio siku ambayo kwamba kiyama kitasimama ndani yake. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, kama alivyosema Mtume, wala kiyama kitosimama isipokuwa ndani ya siku ya Ijumaa. Wa ala dhikri al-ma'ad, kadhalika wa hashri al-ibad, kufufuliwa kwa waja na kukusanywa. Wadhālika yakunu yawm al-jumu'ah, na matukio kama haya yatakuwa siku ya Ijumaa. Akasema rahimahullah, wa kana fi qira'atihima. Kwa hivyo imekuwa kuzisoma sura hizi mbili alfajiri, swala alfajiri siku ya Ijumaa, tadhkirun lilummati bima kana fihi wa yakunu, kuna kuwakumbusha umma yale ambayo kwamba yalitokea siku ya Ijumaa kama vile kuumbwa Adam, na yale ambayo kwamba yatakuja kupatikana siku ya Ijumaa kama qiyamu saa, kusimama kiyama. Kwa hivyo hizi sura zatukumbusha sisi, ndio maana tukaekewa kuzisoma siku ya Ijumaa, maana zalingana na hii siku ya Ijumaa. Ni siku alioumbwa Adam, na pia vile vile ndio siku ambayo kwamba kiyama kitasimama, na ukiangalia sura hizi mbili zimetaja matukio haya. Kwa hivyo hii pia ni sunna kusoma sura hizi mbili alfajiri ya siku ya Ijumaa, swala alfajiri ya siku ya Ijumaa. Ndugu Islam, sunna nyingine ambayo kwamba imekokotezwa na kuhimizwa katika siku ya Ijumaa, yapendekezwa Muislamu kuisoma suratul Kahf, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man qara'a suratal kahfi yawm al-jum'ah adaa lahu min an-nur ma baina al-jum'ati al-ukhra, au kama qala, yule ambaye kwamba atasoma suratul Kahf siku ya Ijumaa, basi mja kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia nuru katika moyo wake, katika macho yake, katika masikizi yake, atamjalia nuru ambaye kwamba itadumu Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine. Allah atamjalia mwangaza, hasa mwangaza na nuru katika moyo wake, Ijumaa ile aliyosoma mpaka Ijumaa nyingine. Kwa hivyo yaonesha wazi istihbab qiraati suratil kahfi fi yaumil jumu'ah, mapendekezo ya kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa. Hili jambo ni sunna na ni jambo ambalo kwamba lapendekezwa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hizi ni baadhi ya sunna na khasais za siku ya Ijumaa, yale mambo ambayo kwamba yapendekezwa katika siku ya Ijumaa. Jambo la kwanza tumetaja kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, ukithirisha. Ni jambo ambalo kwamba Mtume amehimiza katika siku ya leo, siku ya Ijumaa. Na jambo la pili, sunna katika swala alfajiri siku ya Ijumaa, rakaa ya kwanza
imamu asome alif lam mim tanzil as-sajda, na rakaa ya pili imamu asome hal ata ala al-insan, asome sura hii. Hii ni sunna ya pili. Na sunna ya tatu tukataja ni qiraatu suratul kahf. Ni muislamu kujitahidi kusoma suratul kahf siku ya Ijumaa. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, katika khutba inayokuja tutaendelea kutaja na kugusia sunani hizi ambazo kwamba zapatikana katika siku ya Ijumaa. Katika Jumaa leo tutatosheleka na sunna hizi tatu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى